Namna ya kusikia sauti ya Bwana, njia nyingine ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima uwe mtu wa rohoni. Jitahidi sana kuwa mtu wa rohoni na uendelee kuwa hivyo. Jitahidi sana kuwa mtu wa rohoni. Emsema rohoni. Rohoni. Emsema tena. Rohoni. Emfumba macho, sema rohoni. Rohoni. Emsema tena. Rohoni. Emfungua macho. Jitahidi sana uwe mtu wa unataka kusikia sauti ya Bwana. Jitahidi sana uwe mtu wa rohoni na uendelee kuwa hivyo. Uendelee kuwa hivyo. You want to hear the voice, unataka kusikia sauti. Jitahidi sana uwe mtu wa rohoni. Mtu wa rohoni, mtu wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua ni kwa nini? Mtu wa mwilini hawezi kujua mambo ya rohoni. Hawezi jua mambo ya rohoni. Mtu wa mwilini hajui chochote kinachohusiana na mambo ya roho. Na in fact ukimwambia mambo ya roho anakuona kama wewe mjinga na mpumbavu fulani vile. Huyo ni mtu wa mwilini. Ukikutana nao, ukikutana umeolewa na mume ambaye ni wa mwilini, kazi unayo. Wewe utakuwa unamwambia anaenda kwenye maombi, anakuambia hivi umechanganyikiwa. My dear, sio yeye, ni mtu wa mwilini. Angekuwa mtu wa roho angesema na sadaka hii hapa nenda. Mimi sijapata muda lakini wewe nenda, kwa sababu ni mtu wa roho. Kwa sababu mambo ya rohoni hayatambulikani kwa jinsi ya mwili. Sauti ya Bwana huwezi kuisikia wala huwezi kuijua usipokuwa rohoni. Pasa na kuaje rohoni? Just relax. Kuna mahali naenda utanielewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you Jesus. Thank you Father. Leko shade blanozaya daba. Wakorinto wa kwanza 2:14. Wakorinto wa kwanza 2:14. Wakorinto. Thank you Jesus. Wakorinto wa kwanza 2:14. Mimi kwanza nataka kujua. Biblia inasema basi mwanadamu wa tabia ya asili hapokei mambo ya roho, hapokei mambo ya roho. Mwanadamu wa tabia ya asili, maana yake mwanadamu wa tabia ya mwilini hawezi kupokea mambo. In fact nikwambia wiki utapokea kazi, kwa sababu wewe si mtu wa rohoni, hauwezi pokea. Farisayo mmoja anakutana na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia mtumishi wangu anaumwa, lakini sema neno tu, kwa maana mimi ni mtu ambaye niko na mamlaka. Nikimwambia huyu afanye jambo anafanya, nikimwambia na yule asifanye anafanya. Kwa wewe sema neno tu, mtumishi wangu kule nyumbani atapona. Yesu akamwangalia akasema nenda na wewe kama ulivyo amini. Alipofika nyumbani sasa alikuta mtoto amepona. Kuna wingu naliona juu ya mtu hapa katika jina la Yesu. Wingu la kibali katika jina la Yesu. Kwenye biashara zako hilo wingu linashuka. Nyumbani kwako hilo wingu linashuka. Pokea hilo wingu katika jina la Yesu Kristo. Amen.